Karibu tena katika Viwanjani. Jina langu ni Moses Mohamed, na wakati tunaelekea katika mapumziko mafupi nilikwambia meneja habari na mawasiliano wa wale ambao tayari wana mabao matatu kibindoni kutoka ugenini. Excuse me, komando Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Khairi. Alhamdulillah khairi. Excuse me, komando. Komando, mashine. Zote zangu. Zote za kwako hizo. Ahmed Ali. Mashallah, semaji. Hiyo sasa ndio wenyewe. Hilo ndio lenyewe. Miongoni mwa mambo ambayo alifikirisha sana ni kile ambacho aliniambia Nurdin Selemani. Nurdin anambia ile mashine ya kuongea ile. Yaani Nurdin Selemani anakiri kwamba wewe ni mashine ya kuongea. Yuko sahihi. Yuko sahihi. Mkini? Naam. Umeona Ahmed? Umeona. Umeona komando? Umeona mashine? Ana majina mengi siku hizi. Semaji. Ahmed, awali ya yote kongole kwenu. Ushindi wa ugenini wa mabao 3-0 sio kitu kidogo. Hususan katika michezo ambayo ni knockout. Ukifanya makosa imekula upande wako. Kuelekea katika mchezo wa marudiano, hivi wale jamaa wanaitwa Nsingizini ama Usingizini? Nsingizini. Kwa hiyo hamjawafunga watu wakiwa wako Usingizini. Hapana, ni Nsingizini Hotspur. Unasikia Usingizini wala hamna lolote, Usingizini tu. Ni timu nzuri despite of jina lao. Ni timu nzuri, na hata sisi kuwafunga mabao 3 sio kwamba tuliwafunga kwa urahisi ama kwa wepesi. Na ukitaka kuangalia hilo, tazama interval ya magoli. Goli la kwanza dakika 45 ya kipindi cha kwanza. Maana yake tumecheza kwa dakika 44 kutafuta goli, hatukulipata. Na hatukulipata kwa sababu ya ubora waliokuwa nao wapinzani. Tukaja kupata goli dakika ya 45. Baada hapo tukaja kupata magoli mengine dakika za 80, magoli yale mawili. Kwa unaweza kaona kabisa sio timu ya kubeza, ndio maana hata kupata ushindi wenyewe ulikuwa ni ushindi wa kustruggle kweli kweli, lakini vile vile ni kutokana na ubora wa timu yetu na ubora wa benchi letu la ufundi kwenye kungamua wapi wafanye mabadiliko tuweze kupata huo ushindi. Hongereni sana kwa kweli. Asante. Kuelekea katika mchezo wa marudiano, nini ambacho semaji unatuambia sisi ambao ni mashabiki, ni familia ya mpira, sisi ambao ni mapenzi wa Simba, nini ambacho unachotuambia? Kikubwa ni kualika wana Simba katika mchezo wetu wa tarehe 26 siku ya Jumapili. Tumeshinda lakini hatujafuzu. Na kazi imekwisha lakini haijakamilika. Haya, lazima tujifunze kutofautisha vitu hivi viwili. Tumeimaliza kazi kwa maana ya kupata ushindi wa mabao 3, lakini bado haijakamilika. Itakamilika lini? Tarehe 26 Jumapili, baada ya kupata tena ushindi katika mchezo wetu wa nyumbani. Mechi bado iko on, mechi bado ni ngumu, pamoja na kuwafunga Nsingizini, lakini usitegemee watakuja huku waji watupe mchezo mwepesi. Watakuja huku kwanza wakiwa wameshafahamu wanacheza na timu gani, lakini tayari wameshafahamu madhaifu yetu. Haimaanishi kwamba ukishinda mchezo unakuwa hauna madhaifu. Tumeshinda ule mchezo, lakini wao kuna madhaifu yetu ambayo wameyaona. Wanayafanyia kazi wiki nzima hii ili kuja kunufaika nayo katika mechi ya marudiano. Kwa hiyo watakuja tayari wanafahamu Simba ni timu ya aina gani, ili waweze kunufaika na yale makosa. Kwa sisi kwetu mechi bado iko mbichi kweli kweli.
na ili tuweze kupata ile morali ya kwamba hii mechi bado iko mbichi, psychologically kwenye akili zetu wana Simba tunajiambia kwamba mabao matatu tuliyoyapata kule Eswatini tunayafuta, tunaanza upya kwenye mechi ya Benjamin Mkapa. Yani tutaingia pale Benjamin Mkapa tukienda kutafuta ushindi wa kwetu mwingine wa kutuvusha kwenda hatua ya makundi. Na hilo tunataka kila mtu mwenye damu ya Simba alimuingie. Shabiki wa Simba atambue hilo, ya kwamba hii mechi bado ngumu, hii mechi ni bila. Mchezaji wa Simba atambue hilo, hii mechi bado ngumu, hii mechi bado ni bila. Kama ambavyo meneja wetu mkuu Dimitar Pantev amesema ya kwamba hajaridhika, na sisi mashabiki na wadau wote wa Simba tunasema ya kwamba hatujaridhika in terms of performance. Maana yake tunataka performance nyingine kubwa zaidi ya ile, kwa sababu uwezekano wa kuipata hiyo performance ipo. Hatujaridhika kwenye idadi ya magoli, maana yake tunahitaji magoli mengi zaidi. Kwa hiyo tunaingia kwenye mechi hii mithili ya kwamba hakuna kilichotokea kizuri kwenye mechi ya kule Eswatini. Mkini, unala kumuuliza Ahmed? Mimi na moja kama sina mawili. Goli 3 nafikiri ni timu pekee ambayo imeshinda idadi kubwa zaidi ugenini. Kiacha nafikiri ni Mamelodi na pia ampata idadi ya magoli mengi zaidi. Kwanza lazima tuwapongeze, fanya kazi yao vizuri. Lakini kuna baadhi ya wachezaji akiwemo Bajaber alikuwa anaelezwa ya kwamba anarudi. Sasa sijui kama anaweza akawaambia mashabiki kama tayari daktari ameshamueleza ya kwamba yuko fit, ana uwezo wa kuwepo kwenye mechi ijayo au aendelee ngoja ya umiza matumbo Ahmed. Bajaber alishaanza mazoezi tangu timu kabla haijaondoka kwenda Eswatini. Lakini mwalimu alichagua kutomtumia kwa sababu bado hajakuwa ile fit kwa 100% kuweza kucheza mechi za mikiki. Kwa hiyo timu imerejea leo mazoezini, muda huu nazungumza nanyi kikosi kiko mazoezini na Bajaber yuko mazoezini. Sasa kwa muda huu wa siku 4-5 mwalimu ndiye ambaye atapima kuna ulazima wa kuwa naye kwenye mechi ya marudiano ama aendelee kumpa muda wa kurejea. Bajaber alikuwa majeruhi na madaktari ndio walioshauri apewe muda wa kupumzika zaidi, na ukimwangalia mwenyewe anapambana kutaka kurudi, lakini madaktari wanasema hapana. Ili kuondoa kabisa hii trend ya wewe kuwa na maumivu ya mara kwa mara, basi tukuache upone kabisa. Na uzuri ni kwamba timu iko sawasawa hivi sasa. Kwa hiyo wewe unaweza ukakaa ukapona, utakapokuja kutumika utumike kwa 100%. Na filosofi ya meneja Dimitar Pantev anataka mchezaji aliye fit kwa 100% kwenda mbele. Hata ukiwa na 99% Pantev hakutumii. Hiyo ndiyo falsafa yake. Sababu yeye mpira wake anataka watu wakimbie muda wote, anataka watu wakabe muda wote, watu wacheze muda wote. Kwa hiyo kama utakuwa unfit kwa 1% tu imepungua kwenye utimamu wako, Pantev ana opti kukuacha pembeni. Kwa hiyo yeye ndo atakiamua kama yuko fit kwa 100%, basi atampa nafasi. Pantev alilazimika kufanya mabadiliko ya Nangu. Yeye hali yake? Nangu yuko vizuri. Kwa maana ya substitutions ndio na substitution ambayo ilitokana yuko vizuri. Yes, alifanywa mabadiliko siku zile kwa sababu alikuwa mikiki ilikuwa, unajua wale Nsingizini wanadili lao moja liko mbele pale. Jitu kubwa jitu kubwa hivyo aliacha mbele pale. Limemgonga sana Nangu kwa. Sasa mwalimu akasema sasa hapa acha nimtoe Nangu niingize mtu kazi mwingine ambaye atakuja kushindana na huyu bwana. Ndio sababu ya yale mabadiliko. Lakini yuko fit. Lakini haikuwa mabadiliko kwa sababu labda ameumia kiasi ambacho sio ameumia kwamba yuko ni mabadiliko tu ya kiufundi, kwa sababu yule jamaa alikuwa anapeleka moto kweli kweli. Kweli kwa muda ambao Nangu tayari ameshacheza na nini,
Afu safunga. Kwa mwalimu anaingiza nguvu mpya ili kuweza kumkabili yule striker wao. Okay. Ahmed, mashabiki kwao kujitokeza kwenye mchezo wa marudiano pale Benjamin Mkapa ndio jambo muhimu kuliko mengine yote katika mchezo wetu huu wa tarehe 26. Ziko sababu kadhaa ambazo zinanifanya niseme ni jambo muhimu mashabiki kuja uwanjani siku ya tarehe 26. Sababu ya kwanza, mechi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika hatukupata nafasi ya kuingia uwanjani. Yaani kifupi ni kwamba msimu huu mpaka muda huu mashabiki wa Simba hatujaiona timu yetu kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Sababu mechi ya kwanza tumeangalia tukiwa tumekatazwa kuingia uwanjani kwa sababu ya kutumikia adhabu ya kafu. Mechi hii tunatakiwa kurejea kwa kishindo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kama haitoshi, meneja wetu Dimitar Pantev hatujaonana naye macho kwa macho. Hata alipokuja hapa na Gaborone United hatukumuona kwa sababu tulikuwa tumefungiwa. Mechi ya kwanza yake ameanzia ugenini. Hii ndio mechi yake ya kwanza Benjamin Mkapa. Ya kumkaribisha. Kwa hiyo tunamkaribisha Tanzania. Tunamkaribisha Dar es Salaam. Tunamkaribisha Benjamin Mkapa. Tunamkaribisha Simba Sports Club. Sasa kumkaribisha mtu, hamwezi kumkaribisha watu 6 au 7. Natakiwa tumkaribishe tukiwa tuko wengi. Na kumkaribisha mtu hauwezi kumkaribisha kwa watu kuingia bure. Unamkaribisha kwa watu kulipa viingilio vyao. Ndio maana tunasema hii mechi ni mechi kwa ajili ya ni mechi ya Simba Day ya Dimitar Pantev. Dimitar hajawahi kukutana na umati wa watu. Hajawahi kukutana na mashabiki wengi uwanjani. Amefundisha Cameroon tunafahamu. Ligi ya ndani haina nguvu, haina mvuto wote. Amefundisha Botswana tunafahamu. Upande wa mashabiki kwa Botswana hawezi kuafikia. Sasa amekuja kwenye ukanda wa soka. Amekuja kwa machizi bori Simba Sports Club. Kwa lazima tukamuoneshe kwamba yuko sehemu sahihi, yuko sehemu salama. Na hiyo anaipataje? Anaingia uwanjani tarehe 26 akiangalia majukwaa yote ni nyekundu imetamaradi pale, anaona kweli hapa niko timu kubwa. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunatakiwa kwenda kuifanya mashabiki wa Simba. Wachezaji tumeshawakaribisha kwenye Simba Day, wote hawa wageni wakina Bajabero, wakina Kante wameshaipata ile vibe. Sasa ni zamu ya kumkaribisha meneja Dimitar Pantev aione Simba halisi inafananaje. Mkini mimi nafikiri pamoja na hilo nafikiri kuna ambalo Ahmed anatakiwa waambie pia mashabiki. Sababu nyuma nafikiri Simba wakuwa na mashabiki kwa sababu kuna vitu vilitokea. Sasa nafikiri nafasi yake kuwapa pia nini wanatakiwa kufanya wakifika uwanjani na nini hawatakiwi kufanya. Sababu unaweza kupata namba kubwa ya mashabiki alafu ikakuzuia pia kwenye mechi inayofuata. Na asante Mkini, jambo jema. Kumekuwa na hii changamoto. Msimu uliopita tulifungiwa kuingiza mashabiki kwenye mechi dhidi ya Constantine. Mechi dhidi ya wale wa Algeria au nani? Ni Constantine. Yes, ilikuwa mechi ya mwisho ya kufuzu kwenda kuongoza kundi. Tukamnywa goli 2 pale Benjamin. Hakuna mashabiki lakini tukamnywa 2 safi kweli kweli Simba Sports hiyo. Na msimu huu tumefungiwa lakini ni makosa ya misimu iliyopita. Manake msimu uliopita mashabiki wa Simba tulikuwa na utovu wa nidhamu majukwani, ndio ambayo imepelekea. Na makosa ni mawili. Kwanza kuwasha anataka nini zile fire bombs, ile mamoshi. Alafu ya pili ni watu kuingia uwanjani. Sijaona Mkini utanisaidia wewe huko kwenye media. Berkane sijui ameadhibiwa, bado adhabu hajatoka. Hajatoka sababu kwenye mechi ya finali sisi na wao. Ahmed ngoja kwanza. Mkini? Umesikia Ahmed anachosema? Mkini utanisaidia huko katika media. Mimi sipo. Au mimi.
Wote mpo ila nimemchagua huyu anasaidia. Endelea. Unaona, sababu kwenye mechi ya finali wale bwana waliwasha ule moto. Naam. Ukaingia uwanjani, mechi ikasimama. Ya. Watu tukawa tuonani. Naam. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vinapigwa marufuku michezoni. Na kuingia uwanjani. Yaani imeibuka tabia ya ajabu sana ya watu kutaka. Inawezekana mtu anashindwa kuhimili. Unajua changamoto nyingine sisi tuna wachezaji mastaa sana. Kwa hiyo mtu anashindwa kuishikilia roho yake, anaamua kwenda kuwafuata wale wachezaji wetu mastaa. Lakini iko namna nyingine ambayo sisi tunaitazama hili. Kwamba kuna watu wanatufanyia makusudi. Wanakuja wanafanya hivi vitendo makusudi ili kuchafua taswira ya mashabiki wa Simba Sports. Anakuja amevaa jezi yetu ya Simba, anasubiri watu wamezubaa, anaingia uwanjani makusudi aonekane kama ana mapenzi fulani hivi, kumbe lengo lake ni kutaka kuchafua taswira ya Simba na wamefanikiwa. Ama anakuja uwanjani na mamoshi yale, anakuja anayawasha kwa ajili ya kutudhuru Simba Sports, kwa sababu wanafahamu nguvu ya Simba Sports inaanzia majukwani. Sasa wanaanza kuitengua hiyo nguvu yetu majukwani. Sasa tunatangaza ama zetu ama zao. Mtu yoyote ambaye atafanya vitendo hivyo, sisi tutadili naye pale pale uwanjani, tena tutadili naye kinyama. Tuseme hivyo. Na ulinzi uanzie majukwani. Mtu ambaye kwa sababu hakuna kitu kinacholipuka tu. Anayewasha lile dude unamuona kabisa. Anaonekana. Kwa pale pale wewe unamkamata, unachukua lile dude, unakwenda kutupa. Na mnaruhusiwa kumkamata yule mtu, unamkabidhi kwa polisi. Bwana huyu alikuwa anataka kuwasha hichi kitu hapa. Unamkabidhi afande Mudi pale, mkuu wa usalama, anaondoka naye polisi Changombe pale, atajua mwenyewe sheria inafanyaje huko. Unamuona mtu anajiandaa kuruka. Kamata. Mnamdabua pale. Sababu mnampeleka kwenye vyombo vya bana, huyu alikuwa anataka kuruka atuharibie wana Simba. Kwa hiyo hii ni very serious Moses, kwamba yeyote ambaye atataka kufanya vitendo hivyo tumdhibiti, na sisi wenyewe tutapambana kuwadhibiti watu hao ili wasichafue taswira ya Simba Sports Club. Tumefungiwa mechi ya kwanza, mechi ya pili. Vitendo hivi vikiendelea, mnaweza mkashangaa tukapigwa msimu mzima. Tukaenda pale waya mkali waya. Haitakuwa na maana. Kwa hiyo tudhibiti vitendo vya kihuni. Mimi nirudi tena katika kikosi, na katika kikosi narudi tena kuuliza kuhusiana na majeruhi. Musa Kamara, ukipa namba 1 wa klabu ya Simba. Yeye hali yake? Musa Kamara, labda nielezee kidogo what happened. Musa Kamara aliumia kwenye mchezo dhidi ya Gaborone United. Aliumia goti la kulia. Akatolewa nje, akaenda akapatiwa matibabu na akaonekana yuko fit. Lakini madaktari wakashauri asitumike katika mchezo uliofuata wa Namungo kwa sababu ilikuwa too close. Kwa hiyo hakucheza mchezo na Namungo, akacheza Tanzania One Yakubu Suleiman. Baadaye akaitwa timu ya taifa. Kwa kuwa tayari madaktari walishamuassess na kuona kwamba yuko vizuri, akapewa ruhusa akaenda kwenye timu ya taifa. Akiwa national team akawa bado anasikia maumivu. Na madaktari wa timu ya taifa ya Guinea wakarecommend kwamba bwana huyu hebu mchunguzeni zaidi na ikiwezekana mfanyieni upasuaji kwa sababu bado anaonekana ana maumivu. Kwa hiyo tukawaambia nyinyi mleteni, sisi tutashughulika naye. Kwa hiyo yuko Tanzania hivi sasa, na hii leo anakwenda kukutana na daktari wa timu ya Simba kwa ajili ya kwenda kumfanyia sasa vipimo ili tuone tunakwenda kwenye operation ama ataendelea tu kutibiwa kawaida hivi ili aendelee na majukumu yake. Ushindi wa mabao 3 Ahmed ugenini kwa timu ambayo wewe mwenyewe umeelezea kwamba timu ya kiwango kikubwa. Lakini kocha Dimitri Pantev anasema sijaridhika. Tukatili wewe. Huyu Kibudie? Kibudeng. Hii Ahmed ukiwa unaona hii unajisikiaje? Najisikia raha vibaya mno. Unajua Moses? Ushindi wa bao 3
kwenye michuano ya ligi mabingwa. Alafu usisahau kulizungumzia ile sigino hilo. Hilo sigino thamani yake ni bilioni 100. Hilo sigino. Bilioni 100. Sigino peke yake. Ukifungua akili vizuri unaweza ukaelewa. Okay. Bilioni 100. Dude hilo. Na hapo tulikuwa na option. Yaani kwa lazima tukufunga. Kwanza hapa nataka nikueleze kitaalamu sana. Kama anaweza akapose hapo mtu anani mtaalamu hapo nikuoneshe kitu kilichobadilika cha kwanza ndani ya Simba. So hapo twende mbele kidogo. Bado hapo anaweza akapose. Kuna watu wangapi kwenye box? Simba wako watu 4. Watu 4. Kuna option ngapi za kufunga hapo? Ukitoa hiyo kibo ulofunga, ana option ngapi za kufunga hapo? Mimi kitaalamu hilo nimekuachia wewe. Umeniachia mimi. Mkini kuna option ngapi za kufunga hapo? Ziko 3. Ziko 3. Absolutely. Sasa basi, hiki ndio kitu ambacho Simba tulikuwa tuna miss. Ilikuwa tukishambulia hivi kwenye box Simba ya zama za kale. Kwenye box unakuta yuko mtu mmoja, watu wawili. Na ndio maana upatikanaji wa mabao kwetu ulikuwa ni mgumu kweli kweli. Sasa basi, hapo kwenye box wako watu 4. Yuko Soa ambaye ndo ameingia na mali, yupo Kibudi, yupo Kapombe, japo Kapombe yuko off area, yuko Mpanzu, alafu Anthony Mligo hapa anamendea mali. Manake ile pasi kwa mfano angepiga vibaya ikaja huku, bado ilikuwa yuko salama kwenye mguu wa kushoto wa Anthony Mligo. Sasa Kibu alikuwa na uwezo wa kufunga yeye mwenyewe, ni option 1. Option ya pili ni Mpanzu, alikuwa anaokota ile mali anafunga, option ya pili. Ya tatu ni Mligo. Hapa ndipo kwenye mabadiliko makubwa ya Simba ya Dimitar Pantev. Yaani unaingia kwenye box, kwanza idadi ni kubwa, lakini unaingia kwenye box una option nyingi. Mkiingia kwenye box wawili, maana yake una option 2, una option moja. Wewe mwenyewe mfungaji ama yule ambaye ameingia naye. Lakini mkiingia wengi, hata mabeki pale hawajui wamkabe kitu gani. Wakati huo Morris Abraham alikuwa pia anamendea nyuma ya hapa nyuma ya refa hapa. Morris Abraham naye pia alikuwa anamendea in case. Sasa hayo ndio mabadiliko ambayo mwalimu ameyafanya ndani ya kipindi cha muda mfupi. Sawa Ahmed. Ili ni bao la 3. Bwana tazama hili la 3 vile vile. Reaction ya haraka. Ngoja mali ianze. Kuna mpira fani ulipigwa pale katikati hapa hivi. Kwa Kagoma na nani? Kagoma na Kamara. Kingine pale. Kuna kisigino kingine cha bilioni 100. Kwa Kagoma na Kamara, zile pasi za haraka. Formula ya Dimitar Pantev, kama hakuna ulazima wa kudribble, usidribble. Achia mali. Sio unaelewa? Yaani ukipewa mpira, kama huna sababu ya kudribble, toa hiyo pasi. Dribble when it's necessary. Yaani kuna ulazima wewe wa kufanya dribbling. Ndio kwa sababu gani? Ukidribble, maana yake wewe pekee ndo mwenye mpira. Wewe pekee ndio hatari. Watu wanakufuata wewe. Lakini ukitoa maskini mama watu. Hiyo ni Simba Sports Club. Tutakuuliza tu sisi. Ukidribble maana yake unampa mtu anakuja anakukalia mbele, unakosa njia na tunapoteza mpira. Lakini mkiachia gonga za haraka, hata wanaokukaba wanashindwa mkabe nani. Sasa angalia kama pale Kagoma na mali akamwachia Nabi Kamara. Wakati wanamfuata Nabi Kamara akachia ule mpira kwa haraka mno. Yaani wanafika kwa Kamara, ameshaachia mali ipo miguuni kwa Morris Abraham. Morris Abraham kapiga chenga moja, ya pili kaweka pasi. Tutakufunga tu namna hiyo, tutakufunga, tunakwambia tutakufunga. Kocha anasema hivi, hajaridhika Ahmedi, mabao 3, mama wa watu amelia. Kocha anasema hajaridhika. Na hapo ndipo nilipoona kwamba Simba tumeleta kocha muuaji. Kama hicho alichokifanya bado hajaridhika, maana yake huyu anataka hao wapinzani wafariki uwanjani. Iko hivi, mwalimu ana kitu anakitaka.
na kama nilivyokuambia hilo goli limefungwa dakika ya 90 plus. Kwa hiyo unaona hiyo struggle ya kupata hilo goli. Mwalimu anataka magoli yapate, hata kama ni matatu, lakini unayapata kwa namna fulani hivi rahisi kulingana na kile ambacho yeye mwalimu anakitengeneza. Kwa hiyo kwa upatikanaji wa magoli ya kusubiri mpaka adhana ya magharibi ipigwe, mwalimu anaona timu imestruggle. Lakini mwalimu ana pattern zake ambazo kwa sisi hatuzijui mashabiki. Mwalimu akiangalia alichokifundisha mazoezini, labda kimefanyika kwa 40%, bado 60, sio rahisi kuridhika. Sijui umeelewa Yes, kwa hiyo kwenye upande wa magoli, na hata magoli alisema sio mbaya, magoli matatu sio mbaya. Lakini in terms of performance mimi bado sijaridhika. Maana yake ni kwamba kuna vitu yeye mwalimu amefundisha mazoezini, alafu amekuja uwanjani hakuona vinafanyika ipasavyo. Na ndio maana unaweza kaona alifanya mabadiliko mengi sana hasa kipindi cha pili. Toa Neo, toa Ahua, kamtoa nani mwingine, kuna ile ambayo alikuwa nasema mwanzo ya Nangu, kwa unaona, ukiona mwalimu anafanya mabadiliko mengi, unajua sabu kwa mfano unaweza kufanya moja ukatulia, lakini ukiona mwalimu anafanya sasa maana yake kuna kitu anakitaka kitokee. Hivi Mutale namna alivyoanza na ule moto wake, mwalimu kamtoa. Ndo uone hatari. Kwa hiyo tukirudi kwenye ushindi wa magoli matatu. Kwanza, magoli matatu ugenini Afrika sio jambo la kawaida hata kidogo. Mimi nitakupa homework, tafuta lini Al Ahly. Unajua tunapozungumzia mpira wa Afrika, yani case study ni Al Ahly. Tafuta lini Al Ahly amewahi kushinda mabao matatu ugenini. Utapata kwa tabu kweli kweli. Mara nyingi akina zake ugenini akishinda sana moja, amna sare au kafungwa moja. Anaga muda wa kujisumbua kutafuta. Juzi nafikiri Burundi kashinda moja. Sasa Burundi kashinda moja. Ukizungumzia Burundi maana yake unazungumzia mbele ya Kigoma kashinda moja. Yani hanaga muda wa kujistress kutafuta mabao mengi, sababu anajua utakuja Cairo, nitakumaliza kazi. Lakini kwa Simba kufunga mabao matatu. Kwanza Simba tumebadilisha mpira wa Afrika na mtazamo wake kwa ujumla. Na hili nitaka watu walielewe vizuri, maana bado halijaingia kwenye vichwa vya watu. Simba tumebadilisha mpira wa Afrika na kutengeneza standard ya kwamba unatakiwa ushinde popote. Huko nyuma hakuna mtu alikuwa anashinda ugenini. Kila mtu alikuwa anashinda kwake. Timu ikienda ugenini, huyu kalala, huyu sio kafanyaje, kapoteza muda, kafanyaje, ili mali tu apate sare, alafu akienda kwao ndo atumie nguvu kubwa ashinde. Simba tumebadilisha huo mtazamo kwa miaka hivi karibuni, kwamba unatakiwa ushinde popote. Tumeenda kucheza na Nkana tukashinda kwao, tukacheza na Mbabane tukashinda kwao, tukacheza na Diagosto tukashinda kwao, tumecheza na hawa na nini sijui tumeshinda kwao. Tulienda kucheza na Pawadai na Mozambia, of course wakatubana tukatoka 2-2, sio mbaya. Tukaenda kucheza na Big Bullets Nyasa pale Malawi tukashinda kwao. Na Uganda ilikuwa ni hata mechi ya kwanza na Gaborone pia. Yes, na Gaborone tumeshinda kwao 1-0. Tumecheza na Vipers Uganda tumeshinda kwao. Kwa hiyo tumetengeneza hiyo standard ya kwamba unatakiwa ushinde popote pale kama una timu nzuri. Malawi sisi tumeshawahi kushinda goli 2 kaka, mbona ushtuki? Kwa nini unasema Malawi? Nakumbushia tu. Kwa hiyo ndio standard ambayo Simba Sports Club tumeiweka hivi sasa. Na timu nyingi naona za Afrika sasa zinaanza kwa mimi nakumbuka wakati fulani Simba tumecheza na Entente Sportive de Saint-Étienne. Tunamfunga bao 2 hapa. Wale Waarabu wanatoka dressing room wanasema 2. Takutana Tunisia 2. Yani wanaona kufungwa 2 away ni kitu cha kawaida kidogo mno. Yani wao hawakuwa na mentality ya kucheza mpira kabisa. Benjamin Mkapa nguvu yao kubwa wamewekeza wapi? Wamewekeza nyumbani. Na kweli tumeenda pale tukalaiza 3. Dakika ya 89 Emmanuel Okwi
ndo anakuja kutoa kimasomaso. Alichukua mali kushoto kwa akapunguza akapiga mkwaju wa mbali 3-1. Ukijumlisha na huku bila Simba akaenda. Sijui umeelewa. Sasa tumeondoa hiyo mentality. Hivi sasa kila timu ya Afrika unaiona ikienda ugenini inacheza, inapambana kupata matokeo, ikiwa nyumbani kwao inapambana kupata matokeo. Hiyo mentality ya Afrika tumeibadilisha sisi Simba Sports Club, Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kushinda bao 1, kushinda bao 3 pale Eswatini ni jambo kubwa sana kwa mpira wa Afrika, lakini ni jambo kubwa sana kwa Simba Sports Club kwa sababu tumejiwekea mazingira mazuri mno ya kwenda hatua inayofuata. Nina mawili. Uliza kuelekea mechi hii. Nafikiri Simba wamekuwa waanzilishi wa hamasa zile. Sasa kuelekea mechi hii sijui kama hilo utalijibu kama kutoka kuna hamasa. Lakini target ya klabu ni nini kwenye michuano ya kimataifa msimu huu? Target ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa Afrika kikomo chetu imekuwa ni robo finali. Kucheza robo finali takriban 5. Sasa tumeshajifunza vya kutosha. Tunataka kupiga hatua moja kwenda mbele ambayo ni hatua ya nusu finali. Tumecheza finali msimu uliopita lakini ni kombe la shirikisho. Msimu huu tunataka tusogee moja kwenda mbele hatua ya nusu finali. Hiyo ndio target yetu. Hamasa kama kawaida. Hamasa unajua ni maisha yetu sisi wana Simba. Hatuwezi kuyaacha. Na watu wanapenda, watu wanamiss. Kwa hiyo hamasa tutafanya kama kawaida, lakini tutazunguka vile vile kwenye vyombo mbalimbali vya habari ili kuendelea kuwahimiza wana Simba kununua tiketi. Tiketi mnauza kumbe? Ni maeneo mawili tu ndio unaweza ukaingia bure. Kwenye kampeni za siasa pamoja na msibani. The rest unalipia. Usiogope. Na tiketi mnauzaje? Kwenye vingilio kwa sababu kuna ile nkini kuna ile sawa bei sawa na bure. Hiyo sisi hatuna. Hiyo bei sawa na bure Ahmed. Nani ndugu yangu Moses. Simba hii kuiona kwanza iko hivi. Kuna philosophy waga nasemaga Simba ni timu ya mabwenyenye. Hiyo ni kweli. Mimi mwenyewe nimeprove, yani nimeithibitisha. Okay. Simba ni watu ambao hawapendi kuishi maisha ya kidhalili. Mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba hawapendi maisha ya kinyonge. Mashabiki wa Simba hawapendi maisha ya kujidhalilisha. Mashabiki wa Simba wanajikweza. Hata kama hana, lakini utamwona anajikweza. Mimi nakwambia mechi yetu hii tungetangaza bure, mashabiki wa Simba wasingekuja uwanjani. Wale wenyewe hasa mashabiki wa Simba wasingekuja uwanjani. Kwa sababu kwao wanaona ni kuwakosea heshima kuliko pitiliza kuwatangazia bure uwanjani. Hao ndio mashabiki. Si mapenzi Ahmedi. Yes, ni mapenzi. Ni mapenzi. You are very right. Ni mapenzi na timu yao. Ni mapenzi na uwajibikaji. Mashabiki wa Simba hata vingilio huwa wanapanga wao. Yes. Ukiweka bana shilingi 3,000 nakwambia si tushapita huko kwa 3,000. Anzia 5,000 vingilio vyetu. Standard hiyo mashabiki wa Simba wameiweka. Kwa hiyo tungesema tuweke bure, kwa mfano tumeshashinda bao 3 ya almost likely tumefuzu, kwa hiyo tuweke tu bure, watu waje wa enjoy, wasinge kuja. Yaani tungepata watu wengi sana, watu 7-8. Hao watu 7-8 unajumlisha na wapiga picha wa Azam TV watakao kuja kupiga kurusha live. Ahmed. Nakwambia. Ahmed. Sikiliza ndugu yangu. Mimi nafikiri una majukumu mengi sana. Hatujamaliza. Kwa hiyo Ahmed uondoke. Unanifukuza. Tumalize uondoke. Kwa hiyo vingilio tayari tumeshatangaza na kiingilio cha juu kabisa cha shilingi 250,000.
kimeshamalizika. Tanzanite. Mshahara huo. Wasema? Mshahara huo. Kiingilio cha juu kabisa ni? Kiingilio cha juu kabisa. Cha shilingi 250,000. 250,000. Tanzanite na imeshakwisha. Sold out. Sold out. Tanzanite sold out. 250,000. Hii timu ya mabonyenye kaka. Hii sio timu ya walala hoi. Nakwambia mashabiki wa Simba hao wameshamaliza kiingilio cha 250,000. Ambao hii tunachokupa ukilipa 250,000. Unalipa unapewa car gate pass, unaingia na gari lako pale. Tajua mwenyewe gari lako aina gani unaingia nao. Unapewa jezi ya kuscan. Unaingia nayo original kutoka J-Root. Alafu unapokuwa uwanjani unakuwa unapata vyakula pale muda wote. Mechi inaendelea unakula. Na kamera zako kuku na kutaka paja la bata na kamata. Yaani hivyo ya paja la bata uwanjani? Huko Tanzania hata na enjoy vibaya mno kina nakwambia. Utaka juisi na kamata unakunywa. Utaka maji Tanzanite hiyo. Alafu unakaa ile top level ya Benjamin Mkapa. Ndio unakaa wewe mtu wa Tanzanite. Yaani atakapokuja kama kuna mgeni rasmi atakuja, kama kuna nani, wewe ndio unakaa nao pale. Anakapokaa tajiri Mohamed Dewji, wewe ndio unakaa naye pale meno yale. Anapokaa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya Simba Crescentius Magori, wewe ndio unakaa naye pale. Fahari iliyoje, umekaa pembeni yuko Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba yenyewe. Unakaa naye pale. Najadiliana 250,000 tu. Alafu kuna 150,000 au wanaitwa platinum, au na nyenye hatari, au wanakula maisha vibaya mno ndugu yangu. 150,000. Kwanza tunachagua hoteli kali ya Dar es Salaam. Ya nyota 5 za posta zile. Sio hoteli zako za Tabata huko. Za posta. Tunawaweka pale. Wanaitoa mabasi ya kifahari vibaya mno. Mabasi masafi yanakuja pale. Wanakaa kwenye mabasi. Wanaondoka, wanapelekwa na king'ora. Wewe lini umewahi kupanda king'ora? Achilia mbali ambulance mpaka uumwe ndo ukimbizwa na king'ora mpaka Benjamin Mkapa. Mkifika pale mnakaribishwa na wadada. Karibuni wateja wetu. Unachukuliwa mpaka kwenye utaka ndani. Moses utaka hapa, Mkini utaka hapa. Unaanza na kinywaji gani labda tafadhali? Bana mimi niletee juisi ya moto, mimi niletee vuguvugu kidogo, mimi niletee tu maji. Bana ungeanza na korosho za kuchoma, unaletewa pale. Platinum hiyo kaka. Half time ile pia mnachukuliwa tena, mnapelekwa kwenye lounge yenu, mnakula. Mkimaliza mnarudi kwenye siti zenu. Mechi kiisha mnarudi kwenye mabasi yenu, mnaenda mpaka kwenye hoteli yenu ile, mnasambana. 150,000. Alafu VIPA shilingi 30,000. VIPB shilingi 20,000. B hapo kuna mzuka vibaya mno. Yaani ukitaka kwenda uwanjani kufaidi Benjamin Mkapa, kaa VIPB. Na vigoma vya hatari pale. Ni hatari. Wewe Moses sio mtu wa mademu. Ningekushauri ukae VIPB. Ni hatari kaka. Wewe sio mtu wa chuchu, wewe kaa tafuta sehemu nyingine. Hapo VIP, hapo kaka. Hapo VIPB. Dar es Salaam nzima iko pale. Mzee, ni hatari. 20,000 tu hiyo. Kwa unaweza kalipa uje tu uangalie watu. Aje kaangalie watu tu. Asiangalie mpira. Usiangalie. Kuna hatari hapo. Hapo utaona Waarabu, utaona Wahindi, utaona Warangi, utaona watu wote wameng'aa, wamependeza vibaya mno. VIPB hapo. Ni hatari. Alafu kuna VIPC shilingi 10,000. Alafu kuna mzunguko sasa. Sasa ukitaka kufaidi mpira, kaa mzunguko. Kwa ndo watu waga hawapoi. Kwa ndo watu waga wanasimama wanashangilia muda wote. Kwa ndo watu waga wanahisia za mpira. Sababu kule mnaga shughuli nyingine. Kule ni football mwanzo mwisho. Yaani kule watu muda wote wanakuwa wamechangamka uko mzunguko. Kwa hiyo mashabiki wanunue tiketi zao kwa ajili ya kuja kuiunga mkono Simba yao.
Lakini tuna kila sababu, sasa hapa nizungumze tena kwa utulivu. Tuna kila sababu ya kufurahia mafanikio ya timu yetu. Kwanza, mabadiliko ya timu yetu. Siku chache zilizopita timu yetu ilikuwa inacheza, lakini kila mwana Simba alikuwa akiangalia Simba sasa, hii mbona inakuja inakata, yani inakuja inakata, yani havieleweki, yani sasa unaangalia mechi, umeshikilia roho, umeshikilia mechi, inaisha, shabiki unatoka jasho, mchezaji anatoka jasho. Mechi imeisha, mchezaji amechoka, shabiki amechoka. Yani sio, umeelewa ile? Yani unatazama mechi ya utulia, yani unakosa muda wote. Sasa Simba hiyo imeshapita. Sasa hivi tuna Simba ya kustarehe kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Sasa Simba namna hii hauna sababu ya wewe kukaa nyumbani. Na Simba hii nyumbani haufaidi vizuri. Simba hii unafaidi vizuri ukija uwanjani. Unaiangalia live. Afu ukirudi nyumbani saa 4 usiku, Azam TV anarudia ile mechi. Ndio unaangalia, una enjoy vizuri. Kwa hiyo ulichokiona uwanjani, unakuja una kisynchronize na cha kwenye TV. Kako napata starehe ya climax haijawahi kutokea. Ndio Simba. Kwa hiyo mabadiliko haya ya Simba yetu, kila mwana Simba anatakiwa kuja uwanjani, kuja kuyaona kwa macho ya nyama. Lakini tunakwenda kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwetu hii inakuwa ni makundi ya mara ya 7. Mara ya 5 ligi ya mabingwa Afrika, mara 2 kombe la shirikisho. Moses, my brother, Afrika hii kutoka 2018 mpaka 2025 ni Al Ahly na Mamelodi Sundowns ndizo zimekuwa na uhakika, ndizo zimefuzu mara zote kuingia hatua ya makundi. Wengine wote wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka. Mazembe anaingia anatoka, Wydad anaingia anatoka, Raja anaingia anapotea, Orlando anaingia anapotea, Kaizer anaingia anatoka. Berkane yeye yuko zake huko kwenye kombe la shirikisho miaka yake yote, kwa tuweze kumhesabia huyo. Pyramids naendo ameanza kuja Esperance de Tunis nayo anaingia anatoka. Lakini kwa miaka 8 Simba Sports Club imekuwa ni panga pangua hatua ya makundi. Hii sio jambo dogo hata kidogo. Kwa Afrika Mashariki maana yake ni statement kubwa kweli kweli. Afrika nzima. Sababu hapo namzungumzia Ahly na Mamelodi ndio ambao wameingia back to back. Watatu ni Simba Sports Club toka 18 mpaka hii leo. Sasa hii haliwezi kuwa jambo ambalo sisi tunaweza tukakaa kimya. Na Mwenyezi Mungu ametupa mdomo wa kusemea. Lazima tuseme kwamba hili ni jambo kubwa kweli kweli. Na ndugu zangu mkini, tusaidieni kwenye magazeti huku kuwaambia watu kwamba Simba hiki wanachokifanya ni kitu kikubwa kweli kweli, kwa sababu hakuna timu inayoweza kufanya hivyo. Sisi hatufikii budget ya Wydad, hatufikii budget ya Raja, hatufikii budget ya Orlando, hatufikii budget ya Esperance, hatufikii budget ya Kaizer. Lakini hao wote wameshindwa kuwa na consistency ya kuingia makundi kila mwaka. Simba tumeweza chini ya Mohamed Dewji. Dogo hilo. Sasa tarehe 26 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuingia kwa mara ya 7 kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Sasa timu yako ni timu ya 3 Afrika ambayo ina consistency ya kuingia hatua ya makundi. Alafu timu yako inakwenda kuingia makundi, wewe umekaa chanika unaangalia kwenye TV. Hauoni kama unatudhulumu? Hauoni kama unahujumu wachezaji wako? Twendeni tukashangilie kwa pamoja kuingia hatua ya makundi kwa mara ya 7. Tukashangilie haya mafanikio. Haya mafanikio ni makubwa mno ndugu zangu wana Simba. Tuna kila sababu ya kutumia nguvu yetu kubwa kuyashangilia haya mafanikio, kwa sababu hakuna anayeweza. Unaona watu wanavyo struggle kuingia makundi. Leo ukaingia akatoka, akaingia akafungwa, akaingia akatoka. Lakini Simba tumekuwa na huo muendelezo. Na taasisi yoyote imara haipimwi kwa mafanikio ya mara moja. Inapimwa kwa
kuendelea kwa mwendelezo, kwa kumaintain. Na hata tukirejesha jambo kwenye ibada nzuri ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda, naam, ni ile ambayo unaifanya kila siku, unadumu nayo kwa namna hiyo. Unadumu nayo hata ikiwa ndogo, lakini kila siku unafanya. Yani wewe kila siku kuna mtu anampa shilingi 100, basi Mwenyezi Mungu anapenda sana hiyo kuliko mtu akatoa milioni 1 ya pamoja akampa mtu afu ndo akawa amesahau. Sijui umeelewa? Nimekuelewa Ahmed, na najua kwa sababu nimekuelewa hapa tutakuwa tumalizi ndugu yangu. Kipindi chetu hiki. Kwa tuanze tu. Kipindi chetu kwamba hii ni Simba TV ndio kipindi chetu, au kipindi chetu kina nani? Azam TV. Sisi na Azam TV si. Ahmed, la mwisho la kufunga nililopo. Wana Simba tununue tiketi. Wachezaji wetu wanataka kuwaona nyinyi uwanjani siku hiyo. Tuna wachezaji wenye hadhi kubwa sana ambao kimsingi huwezi kuwaona bure, lazima ulipie uwaone. Hapa kwenye bure uniulizi vizuri. Yaani najilengesha alafu Moses bana wewe sio mdaku bana, shida yako. Niulize hapa kwenye bure, why am I insisting? Ni wachezaji wetu wanataka kuwaona mashabiki. Hawajaona muda mrefu. Kwa hiyo wanataka kuwaona. Yaani kwa ufupi ni kwamba Soa anataka kuwaona mashabiki wa Simba. Kibu Dennis anataka kuwaona mashabiki wa Simba. Morris Abraham anataka kuwaona mashabiki wa Simba. Na hawaoni wakiwa wamelipia kiingilio kuja kuwaona. Kwa hiyo mashabiki wanunue tiketi. Kwenye matawi tiketi zinunuliwe, kwenye magroup tiketi. Na mada ya wana Simba. Naam. Kwenye magroup yetu ni tiketi kwa kwenda mbele. Maadmins simamieni hilo. Mtu akianza mbele umeshanunua tiketi. Lakini sio hivyo tu, inakwenda sambamba tiketi na jezi. Tarehe watu pekee ambao hawataruhusiwa kuvaa jezi tarehe 26 ni waandishi wa habari tu na wafanyakazi wa uwanjani wale stewards, kwa sababu wale wana uniform zao. Lakini waliobakia wote tarehe 26 wanatakiwa kuvaa jezi ya Simba Sports Club, na sio tu jezi mpya ya msimu huu, tena nyekundu. Ndio rangi yetu ya mauaji siku hiyo. Ahmed Ali, shukrani sana. Katika makundi ambayo watu hawaruhusi kuvaa jezi za Simba, pia maafisa usalama, si ndio wapo wenyewe? Ndio wafanyakazi nimesema. Maafisa wa mechi. Maafisa wa mechi. Lakini wao sio wanaweza kaivaa kwa ndani. Kazi ikiisha unavua ile ya juu. Tunashangilia kwa pamoja. Ahmed Ali mwenyewe anajiita mashine ya kuongea, na nilitangulia kusema hawali hapo, moja kati ya watangazaji waandamizi kweli kweli hapa Azam TV, Nurdin Selemani, anakiri kwamba Ahmed Ali ni mashine ya kuongea. Natumai hata wewe unakubali kwamba Ahmed Ali ni semaji, na likianza kusema linasema kweli kweli. Tukiendelea kulipa nafasi hapa, halitomaliza mpaka viwanjani namalizika. Ahmed, mimi naomba nikupe bonus kwa yale yote uliotueleza hii leo. Tufungie segment hii ya mahojiano na wewe. Kwani kipindi kimesha au ni kipindi bado bwana? Wewe funga tu segment hii hapo upate kwenda. Kuna hivi Azam yasubiri KMK. Samazi. Ameshi nyingine kumbe. Ni segment ndio imemalizika Sasa mimi segment hapo unafungaje hapo? Ahmed. Namna kufunga segment. Ni kwa kufunga kipindi kizima. Unaithibati kweli? Nayo. Ithibati nayo. Ili singe kushinda. Jina lake ni Ahmed Ali na mimi jina langu ni Moses Mohamed. Pamoja nasi
tulikuwa tuko naye hapa Philip Nkini. Kwa wakati huu tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hapa. Wana Simba popote mlipo, mnaendelea kuhimizwa sana 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 kununua tiketi kuelekea katika mchezo wa marudiano Simba Sports Club dhidi ya Nsingizini, mchezo ambao utachezwa tarehe 26 dimba la Benjamin Mkapa.